Sisi kama nchi tumeshaamua kwamba nchi yetu itaendeshwa kwa misingi ya kidemokrasia na utawala wa sheria. Hivyo ndivyo ambavyo tumeamua kama nchi, kikatiba na kisheria. Sasa moja ya instrument kubwa sana ya kujenga na kulinda demokrasia na utawala wa sheria ni waandishi wa habari. Ukitaka kujua mwenyekiti alinipa mwaliko siku nyingi, nikamuuliza lakini hatimaye nikakubali. Lakini katika hali ya kawaida, ni mwanasiasa gani mwenye akili atakayealikwa na waandishi wa habari akakataa kipindi hiki cha uchaguzi? Kwa hiyo jambo hili ilikuwa lazima nije. Kwa hiyo ndugu yangu Kimwanga, nakushukuru kunipa hii fursa, sababu ni fursa muhimu sana kukutana na waandishi wa habari, na kupitia kwao unajikuta umekutana na wapiga kura. Kwa hiyo ni jambo ambalo nishukuru. Lakini pili, niwapongeze kwa umoja wenu, niwapongeze kwa chama chenu, lakini kupongeze ndugu yangu Bakari kwa kuchaguliwa kwa mwenyekiti wa DPC. Nadhani hilo ni jambo kubwa sana, na mimi sikujua kama mpo wengi kiwango hiki, na mpo wanachama 190 Dar es Salaam peke yake, sijui nchi nzima mpo ngapi. Hongereni sana. Na Dar es Salaam kijiorganize, maana yake nchi inakuwa imejiorganize. Dar es Salaam kiharibu, nchi inakuwa imefanya nini? Imeharibu. Kwa hiyo Dar es Salaam tukiona hivi tunajua kwamba kwa kweli taaluma yetu ya waandishi wa habari ipo hai. Niseme mambo machache tu katika kufungua mkutano wetu. La kwanza ni jambo ambalo mnalifahamu, umuhimu wa taaluma ya uandishi wa habari. Nyie mmesomea, mmefundishwa, lakini mimi kama mwanasaikolojia, jambo kubwa sana ni kwamba waandishi wa habari duniani kote wanajulikana kwamba ni perception shapers wa uumbaji wa mtazamo. Na maisha yoyote tunayaona haya, jambo kubwa sana katika maisha ni mtazamo, attitude. Attitude is everything. Na waandishi wa habari mna nafasi kubwa sana ya kujenga mtazamo katika jamii. Mnajenga taasisi 3 ambazo zinajenga mtazamo katika jamii, ambazo zinashindana kwa nafasi zinazolingana: waandishi wa habari, wanasiasa, viongozi wa dini. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawa watu watatu, upende usipende, utakutana nao. Upende usipende, utawasikia. Upende usipende, utawasoma. Viongozi wa dini, lazima kuna siku utaenda msikitini, utaenda kanisani, utakutana nao tu. Utawasikia barabarani, utawasikia vyombo vya habari. Kwa viongozi wa dini hawaepukiki. Wa pili ni nyie waandishi wa habari, hamuepukiki katika jamii yoyote. Tutawasoma, tutawasikia. Watatu ni sisi wanasiasa, upende usipende, utakutana na wanasiasa, ama bungeni, ama barabarani, ama katika vyombo vya habari, katika shughuli zetu mbalimbali. Wanasiasa na wao hawaepukiki katika jamii. Hawa watu watatu wana shape mtazamo wa nchi. Na kabla ya hapo, huko kwa vijana wetu ni walimu. Walimu na wenyewe ni watu muhimu sana katika jamii, kwa sababu wana shape mtazamo wa vijana wetu, watoto wetu baada ya wazazi. Kwa hili kwangu ni jambo kubwa.
Kwa hata unavyo define maendeleo ni nini, ni mtazamo. Unaweza kusema hamna kitu ama kuna kitu. Ukaamua kuwa moderate, uka-exaggerate negatively ama positively. Ikajengwa barabara, ukasema hamna kitu, barabara gani hiyo? Au ikajengwa barabara, ukasema barabara nzuri kuliko zote duniani. Kwa hiyo shaping the perception, shaping the opinion ni instrument ambayo ni muhimu sana. Na kwa sababu hiyo, dhamana ya waandishi wa habari ni kubwa sana katika jamii. Kimsingi nyie ni viongozi kama tulivyo sisi wanasiasa, kama walivyo viongozi wa dini na watu wengine ambao wana dini na jamii. Ukishakuwa kiongozi maana yake una dhamana kubwa. Inabidi uwe muungwana, uwe na utu, uwe na heshima. Ujiheshimu mwenyewe na uheshimu watu wengine. Ulinde utu wako na ulinde utu wa wengine. Uwe muungwana. Muungwana maana yake utendee watu haki. Kwa hili ni jambo ambalo nidhani kwamba ni muhimu sana. Jambo la pili ambalo nataka kulizungumza mimi ni swala la uhuru wa waandishi wa habari. Sisi kama nchi tumeshaamua kwamba nchi yetu itaendeshwa kwa misingi ya kidemokrasia na utawala wa sheria. Hivyo ndivyo ambavyo tumeamua kama nchi, kikatiba na kisheria. Sasa moja ya instrument kubwa sana ya kujenga na kulinda demokrasia na utawala wa sheria ni waandishi wa habari. Ukitaka kujua nchi hii kuna demokrasia ama la, ukifika nchi yoyote ulizia kuna vyombo vya habari, vipo vingapi? Ndio maana nchi yetu hii unaoiona tulifungua mfumo wa vyama vingi wa kidemokrasia 1992. That is also when we opened up for the media. Kombe la dunia wa Tanzania waliona kwenye TV hapa for the first time 1994. Ndio mara ya kwanza wanaangalia kombe la dunia kwenye TV. Na ndio mchango mkubwa sana wa rais wetu wa pili Ali Hassan Mwinyi. Mchango wake mkubwa ilikuwa ni kuifungua nchi kiuchumi na kidemokrasia. Akafungulia kiuchumi, akafungulia private sector. Ndio hiyo, akaruhusu private sector. Ndio hiyo sasa. Zamani hapa hata bia zilikuwa zinauzwa na serikali hapa. Sio, ulikuwa ukienda RPC anakuambia kama unataka njoo, kama utaki ondoka. RPC wale sio RPC kwa maana ya Regional Police Commander. Yale maduka nilikuwa nitoaje yale? RTC. Sasa vijana wengine wadogo hawajui RTC, lakini kulikuwa na RTC hapa. Ukienda kununua kitu unaomba, samani naomba ninunue sukari. Anakuangalia anakuambia rudi baadaye. Sio? Hapakuwa na bidhaa hapa. Yule baba akafungulia nchi kiuchumi. Kwa hiyo ukosefu bidhaa ukaondoka, tukaruhusu private sector. Akafungulia nchi kidemokrasia. Akaruhusu vitu viwili vikubwa. Moja, vyama vya siasa. Vikasajiliwa vyama 13 hapa. Pili, akaruhusu uwepo wa vyombo vya habari binafsi. Ndio hivyo wakaingia vyombo vitatu. Kwanza ITV, pili DTV, tatu CTN. Hivi CTN bado hapo. Lakini ndio wa kwanza kusajiliwa kama TV hao. ITV, DTV, CTN ndio walisajiliwa mara ya kwanza hapa Tanzania. Yakafuata magazeti. Ndio wakaja akina Rai wakaingia pale. The African ndio akina Bakari Kimwanga. Sio, ndio tukaingia katika demokrasia. Kwa tulishaamua since 1992 kwamba this country is going to be a democratic country, multipartyism, pluralism. Ndio maana mpo wengi hapo kutoka vyombo mbalimbali vya habari vya serikali ambao sio vya serikali na kadhalika na kadhalika. Sasa ulinzi wa demokrasia katika jamii yoyote, kazi hiyo inafanywa na vyombo vya habari. Ndio kazi kubwa. Na ukitaka kupima udhaifu wa demokrasia ama uimara wa demokrasia katika jamii, unaangalia
aina ya vyombo vya habari ulivyo navyo. Nchi ambayo ina vyombo vya habari dhaifu, lazima demokrasia yake pia iwe dhaifu. Vyombo vya habari vikiwa imara, demokrasia yake pia inakuwa imara. Kwa hiyo mna kazi kubwa ya kulinda hilo. Lakini uhuru unaishia wapi? Kwa sababu sisi binadamu kwa asili yetu, ni waasi. Yani ndio asili ya binadamu. Yani in the absence of any barrier. Yani hapa tulipo hapa ungetamani ukae bila nguo. Yani sisi binadamu tulivyo, ndio maana ukiingia huko chumbani cha kwanza unachofanya unaanza kuvua vitu, si ndio? Unakuwa huru. Yani cha kwanza unachofanya unaanza kuvua vitu, unatupa vitu. Ndio binadamu tulivyo. Yani bila kuwekewa mpaka, binadamu sio unayemuona. Ni kitu kingine kabisa. Kwa hiyo huwezi kusema uhuru hautakuwa na mpaka. Lazima uwe na mpaka. Kwa sababu gani? Binadamu kwa asili yake ni muasi. Sio? Si babu zetu waliasi na bibi zetu. Kwa maana ya Adam na nani? Waliasi. Ule uasi, yani from the very beginning. This is the only reason why tukaweka sheria na nini na kanuni. Vinginevyo hatukuhitaji sheria. Si binadamu ana akili? Anajua mema na mabaya. Kwa nini tukaweka sheria? Tuweka sheria kwa sababu binadamu kwa asili yake, bila kumwekea hivyo vitu ataasi tu. Tukamwekea sheria, na sheria sio kama anatekeleza, unamwekea sheria kwa sababu anaogopa kuadhibiwa. Ndio maana anatekeleza sheria. Ukimwacha bila kuadhibiwa, ndio maana atachepuka kwenye barabara na acha. Sio, anaingia, anavamia, kwa sababu binadamu tulivyo as human being, we are selfish and competitive. Wa binafsi na washindani. Ndio maana hapa akiingia mtu akaingia na risasi hapa, akasema nataka kupiga mtu mmoja tu, yupo atakayejichagua. Hata anapisia hapa mbele, askari hata jichagua. Sema mimi nampenda huyu profesa, nipige mimi. Yupo huyo. Kwa sababu sisi binadamu tulivyo, tunajipenda zaidi sisi kuliko mwingine. Hiyo hamna cha padri, hamna cha shehe. Ni asili ya nani? Ya binadamu. Ili kuzuia ubinafsi na kudhibiti, tumeweka nini? Sheria na kanuni. Sisi wote tunaendesha vyombo vya habari. Tunaona machungu yako. Ziko speech budget tuliambiwa siku 10 tu mtakuwa mnalipwa. Na leo tunakwenda mwishoni mwa mwaka wa fedha, Mheshimiwa Waziri. Ipo hatari ya kwamba tukaenda tukalipwa mpaka Agosti tu Septemba, kwa sababu mifumo inaenda kufungwa. Ili serikali inaingia kwenye mwaka mpya wa kiserikali. Lakini eneo la pili, Mheshimiwa Waziri, pia tunakuomba ikiwa itakupendeza, kwenye sehemu ya mipango na uwekezaji ambao upo, na sisi wanahabari kama sehemu ambao tunaona kwamba tuna haki, hasa sisi wa mkoa wa Dar es Salaam, kama kuna eneo ambalo na sisi tunatakiwa kununua hisa, kituo chako cha uwekezaji ambacho kiko kwako, si mbaya na sisi kikaja kutuengage kama wanahabari wa mkoa wa Dar es Salaam, wakatupa elimu ya manufaa ya uwekezaji, na sisi tukaona kwengine fursa iko kwenye hisa, basi mambo yakaenda. Na tulitegemea kwamba TIC tungekuwa nao hapa watupitishe, lakini kwa bahati mbaya naona mambo yameingiliana. Lakini la tatu na la mwisho, nikielekea kukukaribisha Mheshimiwa Waziri, sisi wanahabari kwa kauli moja, hasa katika mkoa wa Dar es Salaam, tunasema ya kwamba lazima na hatuwezi kuacha kuzuia, yani kwa maana ya kwamba tuwe na tamko la kuzuia uchaguzi. Swala la uchaguzi ni swala la kikatiba. Hatuna namna yoyote kwa maana kujitenga na katiba yetu ambao na sisi ni sehemu tunaoitekeleza. Na ndio maana tunakwenda na kauli mbiu, shiriki uchaguzi kwa kuzingatia misingi ya kitaaluma. Kwa maana misingi inatutaka tutoe haki kwa vyama vyote. Kama profesa CCM, wewe najua ni mbunge wa CCM huko pale Manzese, tukave story na chama B, basi nacho ACT na nani, napo tumtendee haki iliyo sawa, lakini tuzingatie maadili. Na sasa tunakwenda kwenye teknolojia ya AI. Sasa hivi kunaibuka kila wakati taarifa mbalimbali, nyingine matangopori. Na hapa tunashukuru Dr. Mkundo yuko hapa atatupitisha humo, na ninaona hapa kuna hii robot. Leo tunajikuta tunakula content nyingi za uongo. Kwa sababu gani?
Ni kwa sababu hatuna yale maandalizi ya kutosha kujua ya kwamba nini kinachoendelea. Mheshimiwa Waziri,